Nyuma yangu ambacho unakiona kinaendelea, huyu ni mdau kama si mwananchi ambaye amekuja hapa. Nipo kwenye banda la Benki Kuu ya Tanzania, yani BOT. Elimu mbalimbali kuhusiana na fedha zinatolewa hapa, lakini pia msaada wa mambo mengine yote yanaweza kufanyika ama yanachukua nafasi katika eneo hili. Na kubwa zaidi hapa ambaye tumemfuata ni meneja mawasiliano wa benki hii kuu ya Tanzania kwa maana BOT, Victoria Msina, lakini pia waziri wa fedha naye utamsikiliza na kumtazama alipotembelea banda hili na kutembelea madawati mbalimbali ambayo yanapatikana kwenye banda la BOT hapa kwenye maonyesho ya Sabasaba. Hapa kuna harufu ya fedha. Hapa kuna kila kitu, kuna sera za uchumi na fedha. Kwa ukija hapa unapata zote hizi. Karibu sana. Kwenye maonyesho haya ya Sabasaba kwa mwaka mwingine tena huu ambayo yanatimiza miaka 50. Kitu kipya ambacho BOT wametuletea kwa mwaka huu ama maonyesho haya? Nashukuru sana. Kama kawaida Benki Kuu huwa inashiriki maonyesho haya kila wakati, na lengo letu la msingi la kushiriki maonyesho kama haya ni kutoa elimu kwa umma na wadau wetu wengi kuhusu majukumu yetu tunaofanya. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumekuja kwanza, mfahamu kwamba tumetimiza miaka 60. Kwa hiyo tumekuwa wakongwe, lakini katika ukongwe huo hatukai mbali na wadau wetu, bado tutaendelea kuwapa elimu. Kwa hiyo kufikia kwetu miaka 60 tumeona ni fursa zaidi ya kujipanga kwa miaka mingine 60 ya mbele, tuendelee kuwa karibu zaidi na wadau wetu. Kwa hiyo tunawapatia elimu ya kina kuhusu majukumu yetu. Masuala yetu yanahusu uchumi na sera ya fedha, wakija hapa wataelimishwa. Wananchi wengi wanataka kujua siku hizi kuhusu kuwekeza kwenye dhamana za serikali. Na sasa hivi imekuwa ni fursa nzuri sana ambayo kila mtu anaikimbilia. Kwa hiyo utakapokuja hapa, ule utaratibu wa namna gani ya kufanya, watu gani wanastahili kuwekeza kwenye hizo dhamana, wataelimishwa. Unatakiwa uwe na vitu gani ili uweze kuwekeza katika dhamana hizo, utapata majibu hapa. Siku hizi kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungua microfinance. Kabisa. Sasa hizi microfinance zina taratibu zake na zile zinasimamiwa pia na Benki Kuu. Kwa hiyo utakapokuja hapa wataelezwa taratibu stahiki za kufungua hizo microfinance. Na hata ukitaka kufungua benki na kuisajili, kuna zile taratibu zake. Uwe na mtaji kiasi gani, ni utaratibu gani ufanye ili uweze kusajiliwa. Na wakumbuke kwamba benki hizo zote za biashara hapa nchini zinasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania, na tunahakikisha kwamba amana za wateja wetu ziko salama wakati wote. Na mbali hapo tuna dawati la malalamiko. Hili dawati linawahusu sana wale watumiaji wetu wa huduma za kifedha. Kwa hiyo unakuta wengine ana changamoto, ajue akimbilie wapi. Kwa atakapokuja hapa tutamuelimisha. Na kikubwa sana ambacho tunapenda wananchi wetu waelewe ni kuhusu matumizi ya mifumo ya malipo. Tuna mifumo ya malipo ya aina mbalimbali, mikubwa, midogo na ya kati. Na hii mifumo ya malipo yote inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Na mifumo hii iko thabiti na imara na inarahisisha sana katika kufanya miamala mbalimbali unapofanya huduma. Kwa hiyo basi tunawasihi wananchi watumie njia rasmi za kufanya malipo na wajue kwamba mifumo inayotumika iko salama, thabiti na inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa wale wanaofanya biashara, tunawasihi especially wale wafanyabiashara wakubwa waweze kutumia njia mbadala za malipo badala ya kutumia fedha taslimu. Unapotumia fedha taslimu inakuwa ni ngumu hata kutambua zile alama za usalama zilizoko katika noti. Hivyo basi tunawasihi watumie njia mbadala. Unaweza ukatumia kuweka katika benki au kutumia simu za mikononi unafanya malipo yako. Sio lazima utombee na bulungutu kubwa la pesa ukafanye malipo labda kwenye minada au kitu kama hicho. Kwa hiyo tunawasihi sana wananchi waweze kutumia fedha mbadala. Siku hizi unaenda hata kwenye vituo vya mafuta, unaweza kununua mafuta kwa kutumia tu kadi. Zile kadi ziko salama kabisa, na ndio hiyo mifumo ya malipo tunayosema ambayo inasimamiwa na Benki Kuu ya Tanzania. Kwa hiyo utakapokuja hapa watapata elimu ya kina ya masuala mbalimbali ya Benki Kuu, jinsi ambavyo tunaishauri serikali kuhusu masuala mbalimbali ya uchumi na sera ya fedha, na watatambua kwamba uchumi wetu wa Tanzania uko imara na thabiti na nchi iko salama kabisa kwa masuala ya uchumi. Na Mheshimiwa Waziri, moja kati ya sehemu kubwa ambayo ametembelea kwenye hii banda kubwa kabisa la Benki Kuu ya Tanzania amefika hapo. Ni furaha iliyoje. Tunashukuru. Unajua sisi Benki Kuu kimuundo tuko chini ya Wizara ya Fedha. Kwa hiyo kutembelewa na waziri ni jambo la heri kwetu. Tumefurahi, amekuja, ameona kile ambacho tunaelimisha wananchi
naye ametupa mwongozo wake wa nini cha kufanya. Amefurahishwa na huduma zetu, amepata kumbukumbu ya noti na sarafu ambazo zimekuwepo tangu Benki Kuu ilipoanza mwaka 1966. Ameona mpaka ile senti 5, ametuambia pale ameona sumni. Hizo wengine nataka alitumia mheshimiwa waziri. Amesema ametumia na anasema wakati huo ukiwa na noti ya shilingi 10 wewe ni tajiri sana. Kwa hiyo imagine miaka 60 iliyopita mpaka leo Benki Kuu iko imara. Ameona machapisho yote kutoka senti 5 wakati ule tukaenda noti kubwa. Kuna wakati ilikuwa noti kubwa ukiangalia pale ni shilingi 100. Lakini sasa hivi noti ya denomination ya juu tulionao ni shilingi 10,000. Kwa hiyo ni maendeleo, tunaona jinsi gani ambavyo ameona sasa ile changes. Nitoa pongezi kwa Benki Kuu kwa kutimiza miaka 60. Miaka 60 ya huduma muhimu sana kwa uchumi wetu. Nilisema kwamba taifa letu limepitia vipindi tofauti ya mwelekeo wa uchumi. Miaka ya mwanzo 60 mpaka katikati ya miaka 30 tulikuwa na uchumi ambao ukipangwa katikati, eta centrally planned economy, na Benki Kuu ilitoa huduma katika kipindi hicho, huduma muhimu. Tukaja katika kuanzia miaka katikati ya 80 ambapo tulielekea kwenye uchumi ambao unategemea nguvu za soko. Benki Kuu ikajibadilisha vile vile, ikaweza kutoa huduma zake za kusimamia uchumi, hasa uchumi mkuu. Mpaka sasa hivi Benki Kuu imeendelea kutoa huduma zake ambazo tunazishukuru: utoaji na utoaji wa sarafu na fedha halali ya Tanzania kwa maana shilingi ya Tanzania, usimamizi wa uchumi mkuu hasa upande wa mfumuko wa bei, usimamizi wa sekta ya fedha hasa usimamizi wa mabenki, lakini tukaongeza vile vya majukumu pamoja na mifuko ya hifadhi ya jamii kidogo, na siku hizi huduma mpya ambazo zimetokea, mobile financial services, huduma za fedha za mobile, nazo Benki Kuu imekuwa ikisimamia. Kwa hiyo kwa kiasi kubwa Benki Kuu imeweza kujiadapt kutokana na mazingira maalum na mahususi kwa uchumi wetu, na sisi tunashukuru sana. Nilisema matarajio yetu vile vile ni kwamba tunakokwenda katika kipindi hiki ambacho tunaanza kutekeleza mpango dira yetu ya maendeleo ya mwaka 2050 ambao tuna matarajio makubwa sana. Tunategemea benki nayo itaendelea vile vile kubadilika na kuendana na mahitaji ya wakati na kusimamia uchumi, iwe tayari kusimamia uchumi ambao ni mkubwa zaidi, na kuweza sio tu kusimamia ukahudumaza, lakini kushajiisha ili uendelee kwa zaidi. Nimefurahia banda hili la Benki Kuu hapa katika maonesho ya 50 ya Sabasaba, ambao tumeona huduma mbalimbali, tumeona historia ya benki yenyewe, tumeona historia ya sarafu zetu, sarafu kwa maana ya coin, lakini vile vile na noti zetu, lakini na huduma ambazo Benki Kuu inatoa. Kwa hiyo kwa ujumla nimefurahi sana na ziara yangu hii. Hakika umepata elimu kama si ufahamu zaidi kuhusiana na BOT ambao wametimiza miaka 60, lakini pia umemsikiliza meneja mawasiliano mwanamama Victoria Msina pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Fedha ambaye ametembelea hapa BOT katika maonyesho haya ya Sabasaba. Wewe mwananchi, wewe mtazamaji, popote pale ambapo unatutazama, njoo na wewe uweze kuzifurahia fahari mbalimbali ambazo zinapatikana hapa Tanzania kwenye maonyesho haya ya Sabasaba.